Wana Simba wanakuambia kwamba heshima ya ligi ya mabingwa barani Afrika inaletwa na wao siku ya hii leo. Hii ni baada ya upande wa klabu ya Yanga kupoteana mbele ya Strikers ya pale nchini Malawi baada ya kupoteana kwa goli 1-0. Kwa upande wa Simba wanakuambia hivyo. Sasa kwa upande wa mwalimu Selemani Matola akishirikiana na mwalimu Dimitar Pantev tayari wameshaandaa kikosi ambacho kinakwenda kupambana moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Na mimi hapa ninacho kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mechi hiyo. Na kabla sijakutajia kikosi hapa, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mchezo huu wa raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika unaochezwa ugenini huko Eswatini, ambapo kwa upande wa Simba chini ya mwalimu Selemani Matola akishirikiana na Dimitar Pantev ambaye ni meneja, wanashuka dimbani hii leo kuwakabili Nsingizini Hotspurs. Timu inayojulikana kwa kasi ambayo imechagua vijana, lakini kwa upande wa Simba wao wanakuambia kwamba heshima inaonyeshwa leo. Kwa upande wa golini yupo Yakubu Suleiman. Baada ya majeraha ya golikipa Moussa Pinipini Kamara, hatimaye kwa upande wa golikipa Yakubu Suleiman anaendelea kuaminiwa sasa. Ni golikipa ambaye amekuwa na utulivu mkubwa haswa kulingana na namna ambavyo amekuwa akicheza. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia zaidi kuanzisha mashambulizi kupitia pasi fupi kwenye eneo la lango. Lakini pia kwenye eneo la beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Nahodha mkuu ndani ya kikosi hicho, ana uzoefu mkubwa wa soka la Afrika. Jukumu lake kubwa atakuwa ni kupandisha timu zaidi mbele huku akipiga cross nzuri zaidi, lakini pia atakuwa akihakikisha analinda vizuri kwenye eneo la pembeni. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Anthony Mligo ameonyesha maendeleo makubwa, anatumika zaidi kuwa na nidhamu kwenye eneo hilo la beki ya pembeni kushoto, lakini pia na uwezo mzuri wa kupandisha mashambulizi. Ni beki kijana, ni kijana ambaye anakuja kwa kasi, anaonyesha kabisa kwamba ana kitu. Hivyo kwa upande wa Simba wanamtizama zaidi. Lakini pia Rushain Dirak, beki mwenye utimamu zaidi, ni beki kutoka Afrika ya Kusini, ana nidhamu, amekuwa akikaa kwenye eneo sahihi zaidi, atakuwa kiongozi kwenye upande wa safu ya ulinzi. Wakati huo pia Chamu Karabu atasimama moja kwa moja akisaidiana na Rashin Dirak. Yeye atacheza kwenye eneo hilo. Ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kucheza mipira ya juu, lakini pia amekuwa na ustadi mkubwa wa kuwa na mipira mirefu zaidi. Wakati huo pia nikienda kutizama kwenye eneo la kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Yusuf Kagoma atasimama kwenye eneo hilo. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia zaidi kuvunja mipango ya upinzani, lakini pia kusaidia kuanzisha counter attack kwa haraka zaidi. Huyo ni injini kwenye eneo la katikati, hatakuwa peke yake, atasaidiana na Nabii Kamara. Mchezaji huyu ambaye amekuwa na nguvu kubwa, ana stamina kubwa, atakuwa ni kiungo wa mpito akicheza kwenye eneo hilo la ulinzi, lakini pia atakuwa akisogeza zaidi timu kwenye eneo la kushambulia, huku akipiga pasi ndefu kuelekea kwenye eneo la mbele. Lakini pia Jean Charles Ahoua atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Huyu ndiye ambaye atakuwa ubongo wa timu kwa upande wa klabu ya Simba. Meneja Dimitar Pantev atakuwa akimpatia uhuru kwenye eneo la katikati la wapinzani kutengeneza nafasi ya washambuliaji, lakini pia atakuwa akipiga pasi za mauaji zaidi kwenye eneo la mbele. Lakini pia kwenye eneo la winga pembeni kulia atasimama bwana mdogo Morris Abraham. Kwa upande wa Morris Abraham, kijana huyu chipkizi ambaye anakuja kwa kasi zaidi kulingana na utulivu wake, namna ambavyo amekuwa akipiga pasi 1v1, yuko vizuri, ana uwezo wa kupiga mipira mirefu, ana uwezo wa kupiga vyovyote vile. Huyu ni mchezaji ambaye atakuwa ni muhimu kwenye eneo hilo. Lakini pia Elim Panzu atasimama kwenye eneo la upande wa kushoto. Huyu ni winga mwenye ujuzi ambaye ana uwezo wa kuingia ndani zaidi. Huyu tunasema kwamba ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa ndani ya kikosi kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Wakati huo pia Jonathan Soa yeye atasimama moja kwa moja kwenye eneo la kushambulia. Kwa upande wa Jonathan Soa tunafahamu huyu ni mshambuliaji mwenye nguvu, ana kasi, lakini pia umaliziaji wake ni wa juu zaidi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi huyu kuwa target man, yani anapopata nafasi basi hakikishe anaitumia vizuri. Maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs.